watu wa Mungu, siku ya tarehe 28 mwezi wa pili, Jumamosi, itakuwa kuanzia saa 2 asubuhi tutakuwa na ibada ya kuvunja kuta za laana na kubandika baraka. Amen. Kuvunja kuta za laana na kubandika nini? Baraka. Ibada hii itakuwa ni mahali hapa bustanini kwa Bwana. Nitaruhusu iende mubashara wakati ninafundisha kitu fulani. Amen. Ili kuwafanya watu wawe aware. Baada ya hapo tutafanya maombi ya pamoja. Baada ya hapo nitaanza kuhudumia mtu mmoja mmoja. Lakini vile vile nitakuwa nikihudumia familia. Kama kuna laana ya aina yoyote ambayo imeinuka kinyume na familia yako, na unajua kabisa katika familia yako labda watu hawaolewi, labda watu hawafanikiwi, labda kuna laana ya magonjwa fulani, njoo na familia yako, ama njoo na kiwakilishi cha familia yako. Unaweza ukaleta picha za ndugu zako. Mtumishi wa Bwana nabii nitatamka neno hapa, na hiyo laana itakuwa imefikia ukomo katika jina la Yesu. Kwa lugha nyingine, itakuwa ni Jumamosi ya kufikisha ukomo kwa kila aina ya laana zinazosumbua jamii ya watu katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Kumbuka, usisahau kuja na sadaka yako maalum ya kuchochea kuvunjwa kwa laana na kujiungamanisha na baraka. Amen. Kumbuka, usisahau kuja na sadaka yako ya kuchochea kuvunjwa kwa nini? Kwa laana na kujiungamanisha na baraka. In case you are ignorant of this thing, ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura 22, Bwana Mungu wakati anataka ambariki Ibrahim, alimwambia Ibrahim, nitolee dhabihu, nipatie mwanao wa pekee. Maandiko yanazungumza, ikawa baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Ibrahim, akamwambia Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Akasema, mchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zake mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahim akatii, matokeo yake akabarikiwa na Bwana.